Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Mheshimiwa Katibu Mkuu wetu wa chama, Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi, Mheshimiwa wajumbe wa kamati kuu mliopo hapa, naomba nitambue uwepo wa wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa, wakiwemo wenye viti kutoka mikoa mbalimbali, lakini na makatibu wa mikoa. Lakini naomba pia nitambue uwepo wa washauri wa Mheshimiwa Rais upande wa siasa, ambao kwa hakika wamekuwepo hapa toka siku ya kwanza na tumeshirikiana nao na mpaka leo hii wako hapa. Tunawashukuru sana. Lakini nitambue uwepo wa wabunge wote waliopo hapa, akiwepo mbunge wetu na waziri wetu Mheshimiwa Bashi. Lakini pia nitambue uwepo wa wakuu wa mikoa yetu jirani wote waliopo hapa. Tunashukuru sana kwa kutuunga mkono, na kwa sababu ya muda nitambue viongozi wetu wa dini wote waliopo hapa wakiongozwa na shehe wetu wa mkoa, lakini na baba askofu ambaye nimemuona hapa. Lakini kipekee nitambue uwepo wa familia ya marehemu mzee wangu, baba yangu Hassan Wakasuvi, lakini na wafiwa halisi wana Mababama. Tumekuja kushirikiana nanyi huku tukitambua kwamba nyinyi kwa hakika ndio hasa mliopata hadhia hii. Tunawapeni pole sana. Lakini kwa sababu ya muda nitambue uwepo wa wote viongozi wa chama, serikali na wakiwemo waandishi wa habari. Mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa Katibu Mkuu, ninayo machache sana kusema. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia afya hii, lakini na uhai huu tulionao katika kuhudhuria msiba wa mzee wetu, baba yetu mzee Wakasuvi. Lakini nitoe shukrani za dhati kwa niaba ya chama mkoa kwa wageni wetu wote, viongozi wetu wote ambao kwa hakika wamesafiri kutoka sehemu mbalimbali na kuja kutuunga mkono katika msiba huu mkubwa katika mkoa wetu wa Tabora. Kwa hakika ni msiba mkubwa, tulihitaji faraja kubwa, na kwa uhakika kabisa tumeipata, na sisi hatuna cha kuwalipa. Tunasema shukrani sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Lakini kipekee kwa niaba ya chama mkoa wa Tabora, nikiwa kama mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya msiba huu, nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Amekuwa na sisi bega kwa bega, na nataka niseme mimi ni shuhuda katika msiba huu toka ulipoanza mpaka baada ya mazishi. Msiba huu wote ameubeba Mheshimiwa Rais. Ametutoa wasiwasi kwamba ni lazima mzee wetu, mwenyekiti wetu na mjumbe wa kamati kuu azikwe, asindikizwe kwa heshima. Na sisi kwa kadri Mwenyezi Mungu alivyotujalia, tumejaribu kufuata maelekezo ya mwenyekiti wetu ili tuweze kukidhi mahitaji ya heshima aliyoitengeneza Mheshimiwa marehemu Mohamed Wakasuvi. Niseme tu, Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa Katibu Mkuu, msiba huu kwetu Tabora ni mzito,
tunatambua ni msiba kwa taifa zima, hasa kwa wana CCM, lakini sisi Tabora tumehemewa kwa kweli. Hatukutarajia umuhimu wa mzee wetu katika chama chetu mkoa wa Tabora ulikuwa ni wa kipekee. Alikuwa ni mshauri wetu, alikuwa ni kiongozi wetu, alikuwa ni baba yetu, lakini wengine alikuwa ni babu yao. Kwenye mikutano hata alidiriki kuwatania wajukuu zake. Alikuwa ni shupavu wa kutoa maamuzi magumu hata pale ambapo ulifikiri yeye atakwenda kufoka. Tunamtambua vizuri sisi tuliofanya naye kazi kwa karibu kwamba ni mtu ambaye alikuwa hayumbi katika maamuzi aliyokwisha yasema, katika msimamo ambayo amesimama naye. Kwa hiyo sisi Tabora tumepata msiba mkubwa, na kwa hakika ni Mwenyezi Mungu pekee ndiye anayeweza kuondosha majonzi yetu. Kipindi hiki naomba niseme na nichukue fursa hii mbele ya Mheshimiwa Katibu Mkuu wa chama chetu, niwaombe wana CCM katika mkoa wa Tabora, kama kuna kipindi kinahitaji umoja na mshikamano na upendo kuliko kipindi chochote, basi ni kipindi hichi. Tukiyumba, tukitetereka, basi mkoa wetu umekwisha, kwa sababu ni nguzo ambayo ilikuwa imeshikilia chama chetu, sasa imeporomoka. Tupo ambao kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu tutajaribu kushika katika kipindi fulani ili tuandae utaratibu wa kutafuta mrithi wake. Basi kipindi hichi tutambue kwamba tunahitaji kuungwa mkono, tunahitaji kupata ushirikiano kama ambao tulikuwa tukimpatia mzee wetu, baba yetu na kiongozi shupavu kabisa katika mkoa wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa Katibu Mkuu wetu wa chama, kama nilivyosema, viatu alivyoacha mzee wa Kasuvi ni vikubwa. Toka juzi kila tukifikiri tunahisi kabisa hayupo wa kuvivaa, lakini tunatakiwa turudi kwa Mwenyezi Mungu. Ile nguvu au uwezo wa Mwenyezi Mungu uliotumika kumrejesha mja wake kwake, na imani tukiendelea kumwomba, tukiendelea kutabaruku kwake, atatutafutia mrithi ili aweze kuvaa viatu hivi. Mwenyezi Mungu sio mchoyo, Mwenyezi Mungu si mwingi wa adhabu, na inshallah atatujalia. Mimi namfahamu mzee wa Kasuvi, alikuwa mwadilifu, alikuwa ni mwaminifu, aliyekuwa hajikwezi kwa mtu yoyote wa cheo chochote, wa hali yoyote. Ni mpiganaji asiyechoka kukipigania chama, lakini alikuwa hapendi kabisa makundi ndani ya chama. Hayo kwetu ni mafunzo, lakini tuahidi kwa dhati kabisa, sisi kama viongozi wa mkoa tuliobaki tutayaenzi kwa vitendo, tutasimamana nayo kidete ili kumpa yale aliyotarajia wakati akitufundisha sisi. Mimi kwangu huu ni msiba mzito sana. Mzee wa Kasuvi nje ya chama, mzee wa Kasuvi ni rafiki kipenzi wa baba yangu, kipenzi kabisa. Hata hivi saizi mzee hali yake sio sawa sana baada ya kupokea habari za msiba huu, kwa sababu siku hiyo hiyo alitoka hapa akiwa na nia mbili. Ya kwanza ni kutekeleza majukumu ya chama, kumpokea mwenyekiti wetu wa wazazi taifa na mjumbe wa kamati kuu. Lakini la pili, mzee Nassor alikuwa ametoka India kupata matibabu kama siku 5 zilizopita. Kwa hiyo aliona kwamba apite kwa mzee kwanza, amsalimie, ampe pole, apate ripoti zake, lakini baadaye
aende kutekeleza majukumu yake ya kumpokea mgeni, na alikuwa jana anaondoka kwenda Kibaha kutekeleza majukumu mengine. Alipofika pale, hali yake haikuwa mbaya, lakini haikuwa nzuri sana, kwa sababu alikuwa akitokwa na jasho. Mzee alimuomba ampime pressure. Alivyoipima, kwa hakika haikuwa mbaya sana kwa majibu ya maelezo, lakini alimshauri aende hospitali. Naye alisema hospitali lazima nitakwenda, hii hali nilionayo sijawahi kuwa nayo katika maisha yangu, lakini kwanza nipeni maji. Akapewa maji, akasema sasa niko vizuri, wacha niende ofisini baada ya mgeni kumpokea na kwenda hospitali ili nijiandae kwenda Kibaha. Akaenda mpaka ofisini kwetu kwenye ofisi za chama mkoa. Alipofika, hali yake ilizidi kuwa sio nzuri na ya kutisha kila baada ya dakika. Hivyo basi, hili limeniachia alama kubwa sana ndani ya moyo wangu, kwamba ni mzee, alikuwa rafiki ya mzee, lakini mimi alikuwa kama mwanae. Tukiwa Monduli pamoja, aliniambia, Mneki, tunarudi wote, lakini wewe uliniambia unakwenda Dar es Salaam. Nikamwambia mimi naenda Dar es Salaam, lakini nitakuja. Akanitaarifu ugeni wa mwenyekiti wa wazazi. Nikamwambia tawahi, na wewe endelea na ziara ya Kibaha. Akasema sawa. Siku ambayo mwenyekiti anakuja, na ndio siku hiyo hiyo baba yangu, mzee wangu, kiongozi wangu Hassan wa Kasubi ameaga dunia. Ni majonzi makubwa, ni alama kubwa, itachukua muda mrefu sana kuisahau. Lakini vitabu vyote, maandiko yote katika dini zetu yametuasi, linapotufika jambo kubwa kama hili, hatutarajiwi kupata taharuki, kusema chochote zaidi ya kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.